Katika dunia hii kuna watu ambao wanaishi maisha ya kawaida na kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo hayalingani kabisa na wao. Yaani ukimwangalia na vitu anavyovifanya ni vitu viwili tofauti. Kuna watu ambao tangu utotoni walihisi kuna kitu tofauti ndani yao. Watu ambao wamepitia maumivu yasiyoeleweka, mabadiliko ya ghafla au safari nzito ya ndani bila ya kujua ni kwa nini. Na kama umewahi kujihisi mpweke hata ukiwa na watu, yaani upo na watu lakini ndani yako unajisikia kama upweke fulani hivi, unaiona dunia kwa macho tofauti, unahisi mzigo wa ndani usioelezeka, au unajiuliza kwa nini mimi? Yaani muda wote ukikaa unajiuliza hivi, kwa nini mimi niko hivi? Kwa nini nayapitia haya? Basi sikiliza video hii kwa makini, kwa sababu leo universe inaweza kuwa inakuthibitishia jambo moja muhimu sana. Wewe sio mtu wa kawaida. Zipo dalili ambazo nitakutajia katika video hii. Kama unapitia dalili hizi, basi tambua kabisa kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Na ninajua hujaja hapa kwa bahati mbaya. Universe imekuleta hapa kwa kusudi maalum. Na huu ndio ujumbe wako wa leo. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana. Dalili ya kwanza kabisa ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida ni ile hali ya kujisikia utofauti. Yaani ukikaa unajiona kabisa hivi, mbona mimi siko kawaida kama watu wengine? Mbona kuna utofauti ndani yangu? Na hii unaanza kuifeel tangu utoto wako. Yaani tangu utoto wako mpaka sasa hivi unajiona kabisa wewe sio mtu wa kawaida. Unajikuta tangu ukiwa mdogo hujawahi kuendana kikamilifu na watu wengine. Ulikuwa unauliza maswali ambayo watu hawayapendi au hawayaelewi. Ulikuwa unatafakari mambo mazito kuliko umri wako. Na wakati mwingine watu walikuwa wanakucheka, lakini wewe ukawa unawatazama kimya kimya na unahisi kabisa kwamba kuna kitu zaidi ya hiki kinachoonekana. Watu walikuwa wanakupuuza na kukubeza kwa sababu ya utoto wako, lakini wewe ndani yako unaelewa kabisa kile unachokiuliza na kuna kitu unakisense kabisa kwamba hapa kuna kitu sio cha kawaida. Sasa leo naomba nikwambie, hii si bahati mbaya. Hii ni dalili ya nafsi iliyobeba fahamu za kina kuliko mazingira yake. Yaani vile vitu ulivyokuwa unavizungumzia, yale maswali uliokuwa unawauliza watu, ni maswali ya kina zaidi kuliko ufahamu wao. Ni maswali ambayo hayaendani na mazingira yako. Yaani wewe tayari upo mbele ya muda. Hii ni dalili ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Dalili ya pili ni maumivu uliyoyapitia tangu utotoni mpaka sasa. Watu wote huwa tunapitia maumivu. Hiyo ni hali ya kawaida, lakini tunatofautiana katika viwango vya maumivu. Maumivu uliyoyapitia yanakuwa sio ya kawaida. Hayakuwa tu kwa ajili ya kukuumiza. Unakuta yalikuvunja, lakini pia yalikuunda na kukutengeneza. Kuna watu ambao wanapitia maumivu, wanateseka, na kwa kupitia maumivu hayo wanaharibikiwa katika maisha yao na wanakuja kuwa watu wa hovyo. Lakini wewe maumivu uliyoyapitia yanakutengeneza. Unakuwa mtu wa tofauti kabisa. Wakati wengine walipata njia ya kukimbia, wewe ulilazimika kukaa na maumivu yako, kuyatafakari na kujijenga upya. Na pia ulilazimika kuishi katika maumivu hayo in a positive way. Na universe huwa haimruhusu mtu wa kawaida kubeba mzigo mzito. Naomba utambue hilo. Kwa hiyo kama maumivu yako yalikuwa ni mazito sana, basi tambua kwamba wewe ulistahili kupitia hayo maumivu, kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Mzigo mzito hupewa aliye na uwezo wa kubeba mwanga mkubwa. Kwa hiyo angalia katika maisha uliyoishi, umeishi maisha ya aina gani, na wewe sasa hivi ni mtu wa aina gani? Dalili nyingine, unajikuta unapata mvuto wa kiroho usio na maelezo. Yaani unajikuta bila kufundishwa, bila kushawishiwa, unajikuta unavutiwa na maswali ya ndani. Maswali kama vile, mimi ni nani? Kwa nini niko hapa?
kuna nini zaidi ya maisha haya? Sasa hii sio udadisi wa kawaida, ni kumbukumbu ya nafsi inayokumbuka ilikotoka. Watu ambao si wa kawaida huwa wana tabia ya overthink. Yaani kila kitu anachokiona katika maisha yake ni lazima aweke question, ahoji. Kwa nini hiki kiko hivi? Na tunafanya hivi kwa sababu gani? Ili kiwe nini? Hiyo ni ishara kubwa sana kwamba wewe si mtu wa kawaida na hutakiwi kujichukulia poa tena. Dalili nyingine utaiona katika mwili wako. Kuna nyakati utahisi joto au shinikizo kifuani. Unahisi kichwa kinakuwa kizito bila sababu. Usingizi unabadilika. Ndoto zinakuwa kali na za ajabu na zinakuwa zimebeba ujumbe mzito. Sasa hizi ni dalili za energy yako kuamka. Wakati mwili wako unapo shift kutoka katika energy fulani kwenda kwenye energy nyingine, ni lazima upate dalili ambazo hazieleweki. Mwili wako unajaribu kuendana na kiwango kipya cha ufahamu. Sasa kama umekuwa ukizipata hizi dalili tangu utoto wako, hiyo ni ishara tosha kabisa kwamba wewe si mtu wa kawaida. Hata ukienda hospitali hupati ufumbuzi kwamba ni nini kinakusumbua. Kila kitu unakuta kiko sawa, lakini unazipitia hizo dalili mara kwa mara. Hiyo ni ishara kwamba wewe si mtu wa kawaida. Na pia dalili nyingine, utajikuta mwili wako una sense. Yaani ukienda sehemu ambayo kuna nguvu mbaya, kuna nishati mbaya, mwili wako una sense. Na baadhi ya vitu vinaanza kubadilika. Utaanza kuona joto la mwili linabadilika. Kwa hiyo kwa kupitia dalili zako za mwili utakuwa na uwezo wa kujua kwamba hii sehemu si salama kiroho na hii sehemu ni salama kiroho. Sasa watu wanaokuzunguka wanaweza kukuchukulia tofauti kwa kuhisi kwamba labda wewe ndiye mwenye shida, lakini naomba nikuhakikishie kitu kimoja. Hiyo ni ishara kwamba wewe si mtu wa kawaida, na wala usijisumbue kujielezea kwa watu kwa sababu hakuna atakaye kuelewa. Dalili nyingine, unakuwa huwezi kuishi maisha ya uongo kwa muda mrefu. Watu ambao si wa kawaida hawawezi kujilazimisha kuishi maisha yasiyo ya kweli, yaani yale maisha ya kupretend. Huwezi kukaa mahali pasipoendana na roho yako kwa muda mrefu, na ndio maana utajikuta unachoka haraka, unachukia uongo, unahisi uchungu ukienda kinyume na nafsi yako. Hii ni kwa sababu nafsi yako ilikuja kwa kusudi, sio kwa kuigiza. Yaani kuna watu hawawezi kabisa kuigiza maisha. Ukiona mtu anaishi kwa kuigiza pretend, tambua huyo ni mtu wa kawaida sana. Yupo katika viwango vya chini sana. Lakini kama wewe huwezi kuigiza, huwezi kuwa mnafiki, kuishi kinafiki na watu, tambua kabisa kwamba wewe si mtu wa kawaida. Upo katika viwango vya juu sana vya kiroho. Na mara nyingi watu wa namna hii katika jamii huwa wanachukiwa sana. Unafikiri ni kwa nini wanachukiwa? Ni kwa sababu watu wengi wapo kinyume nao. Watu wengi huwa hawapendi ukweli, hawapendi uhalisia. Kwa hiyo wanajikuta wanakuwa na maadui wengi sana. Sasa kama wewe ni mmoja wapo, usivunjike moyo na wala usikate tamaa. Amini kwamba nishati yako haiendani na hao watu wanaokuzunguka. Na watu wa namna hii ni wachache sana katika jamii. Kwa hiyo usihuzunike na wala usifadhaike. Wewe sio wa kawaida. Dalili nyingine, utajikuta unapitia upweke wa ndani hata ukiwa na watu. Hii tunaita loneliness. Unaweza kuwa kwenye kundi la watu, lakini ndani yako unajihisi peke yako. Yaani upo na watu wamekuzunguka, mnapiga story au mnafurahia, lakini ndani yako unajihisi upweke usiokuwa wa kawaida. Hii ni kwa sababu nafsi yako inatafuta uunganisho wa kweli, si kelele. Inatafuta kina, sio mambo ya juu juu. Kwa hiyo upweke huu hauji kukumaliza, unakuja kukufundisha, kujijua, kujisikia pamoja na kujijenga. Ulishawahi kuona mtu yupo katikati ya kundi la watu, wanafurahia au wanajadili kitu, lakini yeye hayupo hapo kabisa. Yaani mawazo yake hayako hapo kabisa, yupo kivyake vyake. Sasa watu wengi huwa wanawachukulia watu kama vile wanachanganyikiwa au wana mawazo mengi, wana msongo wa mawazo. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba huyo mtu si wa kawaida.
hahitaji kujiingiza katika makelele ya juu juu, anahitaji kuingia katika kina na upweke au kukaa peke yake, ndipo kunamsaidia yeye kuweza kuingia katika kina, aweze kuijua nafsi yake. Dalili nyingine ya mtu ambaye sio wa kawaida ni hii hapa. Muda wote anakuwa anahisi kama kuna kitu kikubwa kinamsubiri. Yaani hata kama yupo katika maumivu, kuna sauti ya ndani inakuwa inamwambia bado haijaisha. Kuna mambo mazuri zaidi mbele yanakuja. Sasa hii ndiyo intuition, ni sauti ya hatima yako, ni sauti inayokuambia mambo ambayo bado hayajatokea na yatakuja kutokea hivi karibuni. Na naomba nikuambie jambo hili hapa. Watu wa kawaida huwa wanaishi maisha, yaani wanaishi tu ili mradi. Lakini watu ambao sio wa kawaida huwa wanaamshwa kuyaishi maisha kwa maana, yaani kwa kusudi maalum, na ndio maana wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuvumilia maumivu, kwa sababu intuition zao huwa zinawaambia kuna jambo kubwa sana la matumaini baada ya haya maumivu. Na ndio maana unakuta wanavumilia, wanakuwa hapo radhi kudhalilika, kuteseka, lakini mwisho wa siku kunakuwa na maana fulani ya maisha wanayoyaishi. Dalili nyingine utaiona katika hisia zako. Kama wewe ni mtu ambaye anapata hisia zaidi ya watu wengine, yaani hisia zako huwa ni kali sana, maneno madogo yanaweza kukugusa sana, matukio madogo yanakuathiri kwa muda mrefu. Sasa huu si udhaifu. Watu wengi huwa wanatafsiri kwamba huyu ni mdhaifu, kitu kidogo tu analia. Huwa ni uwezo wa kiroho. Maana yake ni kwamba una antena ya ndani inayopokea hisia, nishati na ukweli ambao wengine hawausikii. Kwa hiyo ukiona mtu yeye ni mgumu, yani hapati hisia zozote, hakuna kitu kinachomsisimua, hiyo ni ishara kwamba hana antena yoyote inayopokea. Yaani kifupi ni kwamba hasikii chochote katika ulimwengu wa kiroho. Na ndio maana watu ambao sio wa kawaida, upendo wa kweli unawagusa mpaka rohoni, na wakiwa katika mazingira ambayo ni mabaya huwa wanachoka haraka. Dalili nyingine, unajikuta unachoka sana ukiwa karibu na watu fulani bila sababu ya wazi. Yaani kuna watu ukikaa nao dakika chache tu unahisi kuchoka, kichwa kinauma au moyo unabanwa. Sasa hii ni dalili ya mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuhisi nishati. Yaani wewe huchukui maneno tu, unachukua pia mizigo ya kihisia na ya kiroho ya wengine. Na ndio maana nafsi yako inakulazimisha ujitenganishe mara kwa mara. Na hii ndio sababu kuu inayofanya watu wasiokuwa wa kawaida wawe na marafiki wachache au wasiwe na marafiki kabisa, wanapenda kukaa peke yao. Kwa hiyo kama na wewe uko hivyo, usijilaumu na wala usijione kwamba wewe una matatizo. Wewe si mtu wa kawaida. Na dalili nyingine ambayo hii huwa inawachanganya sana watu. Kuna nyakati utahisi kama watu wengi wanakimbizana na vitu ambavyo wewe haviingii kabisa akilini mwako. Yaani unakaa unaangalia unasema watu wanapambana nini? Watu wanahangaika na nini? Unajikuta maongezi yao hayakugusi, malengo yao hayakuvutii, na furaha zao zinaonekana ni za juu juu au za vitu ambavyo haviingii akilini, vitu vya kipuuzi. Sasa hii sio kwa sababu wewe ni mgeni na dunia hii, bali ni kwa sababu nafsi yako inafanya kazi kwenye levo za juu zaidi. Na roho yako haitafuti makelele ya nje, inatafuta maana ya ndani. Hii ni dalili kubwa sana inayoonyesha kwamba wewe si mtu wa kawaida. Levo zako sio za kawaida. Wewe ni mtu wa levo za juu kabisa. Dalili nyingine, utajikuta unapitia mabadiliko ya ghafla ya hisia bila tukio lolote. Yaani unaweza ukawa uko sawa kabisa, alafu ghafla unasikia huzuni, ukimya au tafakari nzito inakuingia. Hii huwa inatokea kwa watu ambao roho zao zina mawasiliano ya kina na ulimwengu wa ndani. Kwa hiyo sio kila huzuni ni tatizo. Huzuni nyingine ni kusafishwa kwa nishati kabla ya hatua mpya. Dalili nyingine ya mtu ambaye sio wa kawaida, mara nyingi anakuwa hategemei ushauri wa watu wengine. Sio kwamba hushauriki, lakini maisha yako hayategemei kuishi kwa ushauri wa watu wengine.
Yaani kuna sauti ya ndani inayokuongoza kuliko ushauri wa watu. Watu wanaweza kukushauri, lakini mwisho wa siku kuna sauti ya ndani ambayo huikwepi. Na mara nyingi ukifuata hiyo sauti, basi unafanikiwa au unapata utatuzi wa mambo yako. Sauti hii mara nyingi inakuambia ondoka, subiri au chagua njia ambayo wengine hawaielewi. Hii ni dalili ya mtu ambaye anafanya maamuzi kwa intuition, sio kwa hofu na wala sio kwa mkumbo au msukumo wa watu wengine. Mtu ambaye sio wa kawaida mara nyingi huwa hapelekeshwi, na huwezi kumpelekesha kwa kitu chochote kile. Utamshauri, atakusikiliza, lakini yeye ataifuata sauti yake ya ndani zaidi. Mara nyingi sauti yao ya ndani ndiyo inakuwa sahihi kuliko ushauri wa watu wengine wa nje. Na pia kama wewe sio mtu wa kawaida, wakati mwingine utajikuta unahisi kama uliwahi kupitia hali fulani kabla, au kuna mambo ambayo unayaelewa bila kufundishwa. Ulishawahi kukutwa na hiki kitu? Yaani kuna vitu unavikuta wewe unavijua tu, lakini hujawahi kuambiwa na mtu yoyote, hujawahi kujifunza sehemu yoyote. Hii ni dalili ya roho yenye hekima ya zamani, au tunasema old soul. Na si kila mtu anakuja duniani kwa mara ya kwanza kwa maana ya kiroho. Yaani inamaanisha hivi, sio kila mtu unayemwona hapa duniani ndio mara yake ya kwanza kufika hapa. Kuna watu ambao nafsi zao zimezaliwa mara ya pili au mara ya pili na kuendelea. Kwa hiyo hawa tunawaita ni old soul. Kuna baadhi ya vitu wanajikuta tu wanavijua. Yaani hajajifunza popote, hajaambiwa na mtu yoyote. Sasa kama na wewe ni miongoni mwa watu hao, tambua kwamba wewe si mtu wa kawaida. Upo katika viwango vya juu sana vya kiroho. Na dalili nyingine ya mtu ambaye sio wa kawaida, huwa hawapendi makelele kabisa. Yaani wanavutiwa sana na ukimya kuliko kelele. Mtu ambaye sio wa kawaida, ukimya haumpi hofu, unampa nguvu. Kama wewe ni mtu ambaye sio wa kawaida, unajikuta unapokaa peke yako, unajisikia hai zaidi, yaani unahuishwa zaidi. Hii ni dalili ya mtu ambaye anafanya recharge ya nishati kwa kupitia nafsi yake, sio kwa kupitia kuthibitishwa na watu wengine. Na unapokuwa katika utulivu na hali ya upweke, ndipo ambapo akili yako na mwili wako unafanya kazi vizuri zaidi. Ukiona hivyo, tambua wewe sio wa kawaida. Dalili nyingine, kama wewe sio mtu wa kawaida, basi utakuwa unaona watu kwa undani kuliko wanavyojiona. Yaani unaweza kumuona mtu na ukahisi maumivu yake, hofu au ukweli wake, hata kama anacheka. Yaani unaweza kukutana na mtu anacheka, anakuchekea na furaha zote, lakini wewe unaona huzuni, unaiona hofu ndani yake. Kwa lugha nyingine naweza kusema unakuwa ni mtu ambaye unaweza kuwasoma watu hata wajifiche vipi. Yaani unajua kabisa huyu mtu ana huzuni lakini ananificha. Hii ni dalili ya mtu mwenye uwezo wa kuona zaidi ya sura. Na ndio maana mara nyingi unaumizwa kwa sababu unaona ukweli ambao wengine hawataki kuuangalia au hawawezi kuuona. Kwa hiyo utajikuta hata ukikutana na mtu ambaye anakudanganya, ni lazima tu utajua. Kwa hiyo mara nyingi mtu ambaye sio wa kawaida ni lazima apitie maumivu, kwa sababu anayaona maisha katika uhalisia wake. Anapodanganywa atajua, na anapoigiziwa atajua pia. Kwa hiyo basi, kama umekuwa ukihisi wewe ni wa tofauti, hauendani na watu wengine, unaumia zaidi, unafikiri zaidi, nataka ujue jambo moja muhimu sana. Hilo sio kosa lako, ni zawadi. Hata kama kwa sasa unaona unaumia, maumivu uliyopitia hayakuwa kwa bahati mbaya. Kukataliwa kwako hakukuwa bure. Kuvunjwa moyo, kupoteza watu, kukaa peke yako au kupoteza mwelekeo wa maisha yako, vyote vilikuwa ni sehemu ya kukuvua kile ambacho wewe sio, ili kile ulichonacho ndani yako kiweze kuonekana. Watu wengi hawatakuelewa. Wengine watakuita dhaifu, wa ajabu au mtu mwenye mawazo ya ajabu, lakini ukweli ni huu hapa. Roho yenye mwanga hujaribiwa zaidi kabla haijaonekana. Kwa hiyo kama utajisikia kuchoka ni sawa, kama umevunjika moyo ni sawa, na kama bado hujui unaelekea wapi, yote ni sawa. Hiyo si ishara ya kushindwa, ni ishara ya mpito. Na kumbuka jambo hili hapa. Mti hukua kwanza gizani kabla haujatokeza majani.
Kwa hiyo mbegu hulazimika kufa kabla ya kuota, na ndivyo ilivyo pia kwako. Kama unapitia kipindi ambacho unaachana na watu, unaachana na tabia za zamani, unaachana na maisha uliyoyazoea, usiogope. Hii inamaanisha kwamba nafsi yako haikubali tena kile kilichokuwa kidogo kuliko wewe. Na sasa nataka nikuhakikishie jambo moja muhimu sana. Haujafika kwenye channel hii kwa bahati mbaya. Ujumbe huu haukujitokeza tu kibahati. Ulipata video hii kwa sababu roho yako ilikuwa tayari kusikia. Kuna watu wengi wamepita hapa lakini hawajabonyeza hii video. Lakini wewe umebonyeza na unaisikiliza. Na sio kwa sababu ya kichwa chako, bali kwa sababu ya mwito kutoka ndani yako. Hii ni hatua ya kukumbuka kwamba wewe ni nani. Ni hatua ya kuacha kujipuuza. Ni hatua ya kuacha kuomba ruhusa ya kuwa wewe. Anza kuishi wewe. Safari ya kuamka kiroho haimaanishi kwamba hautaumia tena, lakini inamaanisha kwamba hautopotea tena ndani ya maumivu yako. Utajifunza kuyasikiliza na sio kuyapinga. Utajifunza kujilinda na sio kujilaumu. Utajifunza kujichagua hata kama dunia haikuelewi. Na siku itakuja polepole lakini kwa uhakika. Utaangalia nyuma na kusema, laiti ningejua mapema kuwa nilikuwa nikitayarishwa na sio kuadhibiwa, basi nisingejilaumu. Kabla hatujaachana katika video hii, nataka ujitamkie maneno haya kimya kimya. Tamka maneno haya hapa. Niko salama. Niko kwenye safari yangu. Kuna kitu ndani yangu kinachoamka. Na sitakiwi kukimbilia kuwa kile ambacho dunia inataka. Natakiwa kuwa kile ambacho roho yangu inanikumbusha. Asante sana kwa kuja katika channel hii. Endelea kuwa hapa, endelea kusikiliza, endelea kujifunza, kwa sababu safari hii ndio kwanza inaanza. Na kumbuka kwamba kuna kitu ndani yako, na kilichopo ndani yako hakikukosea njia, kilikuwa kinakurudisha nyumbani. Hapo ulipo ni mahali sahihi kabisa. Share video hii na wale wote uwapendao ili na wao waweze kujifunza. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.